Mhunzi mmoja alitengeneza silaha ya hadithi iliyotokana na simulizi za Mungu wa bahari. Mhunzi huyo alimkabidhi mfalme silaha hiyo ya kimungu. Kwa kutumia nguvu ya silaha hiyo, mfalme alijenga ufalme mkubwa kwenye bara. Wakati ustaarabu mwingine bado ulikuwa katika enzi za mawe, Atlantis ilikuwa haraka na kuingia katika zama za teknolojia chini ya utawala wa mfalme huyo. Lakini tamaa ya mfalme ilizidi kukua. Alitaka kuifanya silaha hiyo iwe na nguvu zaidi. Hilo liliwakasirisha miungu. Adhabu ya kimungu ilikumba Atlantis mara moja. Ustaarabu wao mkubwa uliangamizwa kabisa. Wanadamu hawakuwa na njia yoyote ya kuzuia ghadhabu hiyo ya kimungu. Hatimaye, himaya yote ya Atlantis ilizama chini ya bahari, lakini miungu iliwaipa nafasi ya kuishi. Baadhi ya watu walipata uwezo wa kupumua chini ya maji. Wengine walibadilika na kupata miili iliyojengwa kwa ajili ya mapigano. Wengine wakageuka kuwa viumbe vya kutisha vya baharini. Mfalme aliamini yote hayo yalitokea kwa sababu ya tamaa yake mwenyewe, hivyo akajifukuza kwenda kwenye kina cha bahari. Miaka mingi baadaye, mwaka 1985, siku hiyo, mtunza taa wa baharini aitwaye Tom alipata mwanamke wa ajabu. Alikuwa amevaa mavazi yasiyo ya kawaida na alikuwa amejeruhiwa vibaya. Tom alimpeleka nyumbani kwake, lakini mara tu alipomlaza chini, mwanamke huyo aliamka ghafla. Kwa hofu, alimshambulia Tom. Tom alieleza haraka kilichokuwa kimetokea. Wakati huo huo, televisheni ilikuwa inaonyesha picha za chini ya maji. Mwanamke huyo alichukua silaha na kuivunja televisheni, lakini majeraha yake yalikuwa bado hayajapona. Akaanguka na kupoteza fahamu tena. Siku iliyofuata, alipoamka, aligundua majeraha yake yalikuwa yamefungwa bandeji. Ndipo akatambua kuwa Tom hakuwa na nia mbaya. Mwanamke huyo aliona tangi la samaki mbele yake. Akamkamata samaki wa dhahabu na kumla mzima. Tom alishuhudia tukio hilo. "Usimle mbwa wangu tena." Kupitia mazungumzo yao, Tom aligundua kuwa mwanamke huyo alikuwa malkia wa Atlantis. Alikuwa amethubutu kuja juu ya uso wa dunia ili kukimbia ndoa ambayo baba yake alikuwa amempangia. Hisia zao zikazidi kukua. Muda si mrefu, wakapata mtoto wa kiume aitwaye Arthur. Tom alidhani angeisha maisha ya furaha pamoja naye milele. Lakini miaka kadhaa baadaye, mlio mkubwa ulivunja amani yao. Malkia alimwambia Tom ajifiche pamoja na mtoto wao mara moja, lakini askari wa chini ya maji walikuwa tayari wamevamia nyumba hiyo. Walikuwa wametumwa na mfalme ili wamrudishe malkia. Ili kulinda familia yake, malkia aliamua kuwaua askari hao kwa sababu sasa walikuwa wamegundua uwepo wa Tom na Arthur. Tom alimrushia malkia silaha yake haraka. Mara moja malkia aliachia nguvu kubwa sana. Ndani ya sekunde chache tu, alikuwa amewaangamiza askari wote. Lakini malkia alimjua baba yake vizuri. Kama hangerudi, wangetuma askari wengi zaidi wakati mwingine. Ili mtoto wao aweze kukua salama, malkia alilazimika kumuaga Tom kwa machozi. Kabla ya kuondoka, alimwahidi Tom kwamba siku moja angerudi. Miaka 5 ilipita haraka. Ghafla mwili wa Arthur ukaanza kuonyesha mabadiliko ya ajabu.